Maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni mwaka huu yaliyokusudia kuwakumbuka walioangamia katika maandamano ya mwaka jana yalishuhudia uharibifu wa mali na hata polisi kutumia nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akisema kuwa maandamano hayo na hasa uharibifu wa mali ulilenga jamii ya Wagikuyu, kwani hata biashara nyingi zilizoharibiwa zilikuwa za jamii hiyo, akiwalaumu polisi kuhusika. On Wednesday, the 25th in Nairobi, it's not a simple thing for this community of ours. All the shops that were looted at night under police supervision were marked in green as shops owned by people from the Mount Kenya region. Hizo nasikia polisi ilichoma Kikuyu. Ni uongo. Who can attack a police station? You have nothing, you have no gun, polisi wako pale wana bunduki. Ati inamesekana ati watu wameingia polisi, ati wamechoma police station wameenda. How? All those things imepangwa ndio vijana wetu wahangaishwe. Viongozi wahangaishwe. Gachagua akisema kuwa hata mkutano wa maafisa wa polisi katika ikulu ya Nairobi ulikusudia njama ya kuhangaisha viongozi wa jamii hiyo na kamwe hataruhusu hayo kufanyika. It is a nonsense on this community and I will not allow it. Mimi sitakubali. I will not. Ile mkutano ilikuwa jana ikulu, police officers wameitwa wahangaishe au viongozi. Hapa Nyandarua inaolokalawa. Wale watu walichoma vitu ni watu si wa area hiyo, wajulikani. Ati ndio washike huyu Medho. Huyu Medho anaweza choma vitu hapa Nyandarua? We are not fools. That talk of ati ilikuwa kuu ya kupindua rais. Ni kitu wanatafuta ndio wahangaishe viongozi na vijana ya jamii yetu. Aidha, aliyekuwa waziri wa usalama ndani Fred Matiang'i akisema kuwa sio vema kwa viongozi nchini kusema kuwa waandamanaji waliokuwepo katika sehemu mbalimbali nchini walitokea maeneo ya Mlima Kenya. How can you say now we are talking about one community or saying the people who were on the streets came from Murang'a and Nyeri and then they went all the way to Kericho and Kisii and Kakamega and Mombasa. So there was no one in Murang'a and Nyeri that day. Everyone left Murang'a and Nyeri, went to Busia and Kisumu. Honestly, Narok, we are, that is worse than a joke, honestly. When you are talking about the grave nature of the challenges that we are dealing with. Our country is headed the wrong direction. And this is not rocket science. You don't need a PhD from Harvard to know we are headed the wrong direction. You can see it, it's written all over the place. And our young people particularly are seeking is that they are listened to. And our leaders, particularly our leaders in government, who are the ones who have consequential convening power, are the only ones who can put people together. Ni matamshi yanayotokea siku chache baada ya viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza kuonekana kuwekelea Gachagua lawama ya kuhusika na maandamano hayo. Frederick Wambua, Undugu TV.